Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Mushahiduna alkiram, ni siku nyingine na ni mara nyingine tunakutana tena katika darsa zetu za mustalahul hadith katika kitabu chetu kinachoitwa Taisiru Mustalahil Hadith, na leo tuko katika almabhathu thani, unaweza ukaita tafiti ya pili au unaweza ukaita mlango wa pili, na mlango huu unasema almardudu bisababi saqti min alisnad, hadithi iliyokataliwa au riwaya iliyokataliwa kwa sababu ya mporomoko ulioko kwenye sanadi. Tutazame almuradu bisaqti min alisnad, kusudio la neno au la maneno yanayosema as-saqtu min al-isnad, maana yake nini? Al-muradu bi-saqti min al-isnadi, maana yake inqita'u silsilatu al-isnadi, ni kukatika kwa ule mrorongo wa sanadi, bisuquti rawi, kwa kuporomoka mpokezi mmoja wa hadithi, au akthar, au zaidi ya mpokezi mmoja wa hadithi. Amdan, kaporomoka makusudi, kwa kuporomoshwa, kwa kuondolewa. Min baadhi ruwati, kutokana na baadhi ya wapokezi. Au an ghairi amdi, au kaondolewa kwa sababu ambazo si makusudi. Min awali sanadi, mporomoko huo upatikane mwanzo wa sanadi, au min akhirihi, au mwisho wake, au min athnaihi, au katikati yake. Suqutan dhahiran au khafiyan, mporomoko wa wazi wazi au mporomoko wa siri. Sasa tunapozungumza kuporomoka kwa sanadi kama alivyoeleza, kuna kitu kinachoitwa silsilatu rijal almusilat ila almatni, ile cheni ya wapokezi wa hadithi inayofikisha kwenye matin, kwenye maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kwenye ile cheni ile, fulani an fulani an fulani an fulani, anaweza akaondolewa rawi mmoja, mpokezi mmoja wa hadithi akaondolewa, ikaonekana huyu kapokea moja kwa moja kutoka kwa huyu, lakini hapa katikati kaondolewa. Sasa uondolewaji huu unaweza ukawa ni wa makusudi, mtu kaamua kufanya hivyo, kama tutakavyoona kwa nini mtu anaamua kufanya hivyo. Au uondoaji wa aina hii unaweza ukawa ni wa bahati mbaya, si wa makusudi. Na rawi wa hadithi anaweza akaondolewa mwanzo wa sanadi, na kama si mwanzo wa sanadi anaweza akaondolewa mwisho wa sanadi, na kama si mwisho wa sanadi anaweza akaondolewa katikati. Sasa uondolewaji wa namna hii ndio unaitwa suqut, ni kuporomoka. Na uporomokaji unaweza ukawa ni suqutan dhahiran au khafiyan, ni uporomokaji wa wazi au uporomokaji wa siri. Hicho ndicho kinachokusudiwa tunaposema almuradu bisaqti min alisnad. Tuangalie anwa'u saqti, aina za uporomokaji. Yatanawwa'u saqtu min al-isnadi bihasabi dhuhurihi, hufanyika aina ya uporomokaji wa sanadi kufuatana na kule kudhihiri kwake, wa khafaihi, na kule kujificha kwake, kufichikana kwake. Ila nawaini, kwenda katika aina mbili. Huma, nazo hizo aina. Aina ya kwanza ya uporomokaji inaitwa saqtun dhahir, ni uporomokaji wa wazi. Wa hadha an-naw'u min as-saqti, na aina hii ya uporomokaji yashtariku fi ma'rifatihi al-a'imma
wanashirikiana katika kuijua maimamu, na hawa tunawakusudia ni wale maimamu wa hadithi, wa ghairuhum, na wengine wao, minal mushtaghilina biulumi alhadith, miongoni mwa wale wenye kujishughulisha na elimu za hadithi. Wa yu'rafu hadha saqt, na hujulikanwa uporomokaji huu, min adami talaqi baina rawi wa shaykhihi, kuto kukutana baina ya mpokezi wa hadithi na shekhe wake, kwamba shekhe kafa mwaka kadhaa, hapa pamepita muda mwingi sana, halafu ndio akaja akazaliwa huyu mwanafunzi. Kwa hiyo hapa katikati lazima kutakuwa kuna watu walipokea kutoka kwa yule shekhe, ndio ikawa ni sababu ya huyu shekhe kuja kuipata hadithi hii. Sasa lakini kwa nini hawa waliopokea hawakutajwa hapa, ikawa yeye kapokea moja kwa moja kutoka kwa yule shekhe, na hali ya kuwa hakuishi zama za yule shekhe? Ndio maana wanasema wa yu'rafu hadha saqtu, na hujulikanwa uporomokaji huu, min adami talaqi, kuto kukutana, baina rawi wa shaykhihi, baina ya yule mpokezi wa hadithi na shekhe wake. Imma liannahu lam yudrik asrahu, ima yawezekana ni kwa kuwa yeye hakuzidiriki zama zake, hakukidiriki kile kipindi chake cha yule shekhe, yani wakati yule shekhe yuko hai huyu hakuwepo. Au adraka asrahu, au inawezekana alikidiriki kipindi chake, lakinahu lam yajtami bihi, lakini hakukutana pamoja naye, hawakujaliwa kukutana. Shekhe alikuwa anaishi katika nchi nyingine na huyu anaishi katika nchi nyingine, hawakuwahi kukutana pamoja. Walaysat lahu minhu ijaza wala wijada, na kukawa hakuna kwake yeye kutoka kwa yule shekhe ijaza ya aina yoyote, wala kupewa ule upewaji wa aina yoyote, halijafanyika jambo hilo. Lidhalika yahtaju albahithu fil asanidi ila maarifati tarikhi ruwati, kwa sababu hiyo inahitajika sasa kwa mtafiti anapofanya utafiti wa zile sanadi kujua historia za wapokezi wa hadithi. Liannahu, kwa kuwa jambo hilo, yatadhammanu bayanu mawalidihim, linabeba ufafanuzi wa kule kuzaliwa kwao, wa wafiyatihim, na vifo vyao, wa awqati talabihim, na zile nyakati za kutafuta kwao ilmu, wa irtihalihim, na zile nyakati za kusafiri kwao, walisafiri wakaenda miji gani na miji gani na miji gani. Kwa hiyo ukiona tu kwamba kumbe alisafiri akaenda katika ule mji fulani na ule mji fulani alikuwa akiishi yule shekhe, basi bila shaka hii hadithi atakuwa alipokea kwa yule shekhe, lazima ujue kule kusafiri kwao. Wa ghairu dhalika, na mengine yasiyokuwa hayo. Waqad istalaha ulamau lhadith, na kwa hakika wamekubaliana wanawachuoni wa hadithi, ala tasmiyati saqti aldhahiri biarbaati asma, juu ya kuita ile hadithi ambayo ina uporomokaji wa wazi. Wamekubaliana hadithi ya namna hiyo waiite majina manne, bihasabi makani sakti, kufuatana na ile sehemu ambayo mporomoko wenyewe umetokea, au adadu ruwati, au idadi ya wale wapokezi, alladhina usqitu, ambao wameporomoshwa kwenye hiyo sanadi. Wa hadhihi alasma, na majina haya, hiya, nayo ni kama ifuatavyo. Yani, na hapa nitarudia kwa ajili ya kuweka wazi zaidi. Waqad istalaha ulamau lhadith, na bila shaka wamekubaliana wanawazuoni wa hadithi, ala tasmiyati sakti dhahiri, juu ya kuwita ule uporomokaji wa waziwazi wa hadithi, yani uporomokaji wa waziwazi wa sanadi. Wamekubaliana wauwite uporomokaji huo biarbaati asma, kwa majina manne, bihasabi makani sakti, kufuatana na ile sehemu yenyewe ambayo uporomokaji umetokea, au adadu ruwati, au kulingana na ile idadi ya wapokezi, alladhina usqitu, ambao wameporomoshwa. Wa hadhihi alasmau hiya, na majina haya nayo ni kama vile ifuatavyo. Jina la kwanza almuallaqu, jina la pili almursal, jina la tatu almu'dhal, jina la nne almunqati. Saqtun khafiyi, uporomokaji wa siri, wa hadha la yudrikuhu
illa al-a'immatu al-hudhaqu, uporomokaji wa siri hakuna anayeweza kudiriki kuufahamu isipokuwa wale maimamu waliopevuka, maimamu wenye ilmu kubwa, almuttali'una ala turuqi alhadithi, wenye kuzitokezea njia za hadithi, wa ilalil asanidi, na zile illa zinazopatikana kwenye sanadi. Walahu tasmiyatani, na uporomokaji wa namna hiyo una majina mawili. Wahuma, nayo majina hayo, jina la kwanza linaitwa almudallasu, jina la pili linaitwa almursalu alkhafiyu. Wa ilaika bahthi hadhihi almusammayati sita, najichukulie utafiti wa majina haya sita, mufassala, kwa ufafanuzi, ala tawali, ufuatao. Sasa ndio tutaanza kuzungumza moja baada ya kingine. Tutaanza na almuallaqu, kisha tuje almursal, kisha tuje almu'dhal, tuje almunqati, kisha tutakuja kueleza sakhtun khafi, ambayo ni almudallasu almursalu alkhafi. Tutakuja kueleza insha Allah. Mpaka hapa tutakuwa tumekoma kwa siku ya leo. Kubwa zaidi thawabu za darasa hizi, na muomba Allah subhanahu wa ta'ala azifikishe kwa wazazi wangu, mzee Ramadhani Ndaki, baba yangu mzazi huyu, na mama yangu Bi Zainab binti Andrea. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma waskinhuma makana fil janna. Bila kumsahau shekhe wangu Sheikh Abu Qasim Nyamkunga, Allahumma ighfir lahu warhamhu waskinhu makana fil janna. Tukutane wakati mwingine. Wallahu waliyut tawfiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.